Timu ya Al Ahly ya nchini Misri imegomea mechi dhidi ya Zamalek ya nchini humo. Hivyo timu mwenyeji Zamalek amepewa pointi 3 za mezani. Mimi ni mtano wa Daud TV kanda Ziwa. Klabu ya Al Ahly ilitoa malalamiko yake kwa shirikisho la mpira wa miguu nchini Misri FA, ikishinikiza kwenye mechi yake hiyo watoe muamuzi nje ya mipaka ya Misri, wakidai kuwa waamuzi wa taifa hilo hawasimamii haki na usawa katika ligi hiyo na hawatacheza mechi hiyo hadi shirikisho hilo litakapoleta waamuzi kutoka nje ya nchi ya Misri. Na kweli hawajapeleka timu uwanjani licha ya shirikisho hilo kuwataka wapeleke timu. Mechi ilipaswa ichezwe Machi 11 mwaka 2025 majira ya saa 4:30 usiku, na mechi haijachezwa licha ya timu pinzani Zamalek kufika uwanjani sambamba na waamuzi, lakini Al Ahly hakutokea. Hivyo mwamuzi alimaliza mchezo kwa kuwapa pointi 3 na magoli 3 Zamalek, na Al Ahly wametishia kujitoa kwenye ligi ya Misri. Na hili ni tofauti sana na sakata la Simba na Yanga, ingawa wachambuzi wengi wanalilinganisha. Hili utofauti wake upo mkubwa kuwa baada ya malalamiko ya Al Ahly, shirikisho haikuahirisha mechi, lakini Tanzania baada ya malalamiko ya Simba, shirikisho liliahirisha mechi. Elewa hapo huo utofauti. Sakata hili linakuja baada ya msimamo wa ligi kuu ya Misri kuongoza Piramidi akifuata Al Ahly na Zamalek watatu. Yaani ipo hivi, wakiwa wamelingana michezo 17, Piramidi ana pointi 42, Al Ahly ana pointi 39 na Zamalek ana pointi 32. Yaani mchezo huo angeshinda Al Ahly huenda ungempa usukani wa kuongoza ligi kwa magoli, lakini akaona dalili mbaya za kufanywa mizengo na waamuzi. Mwamba kagomea mchezo, na kauli ya wahenga ya bora nusu shali kuliko shali kamili hana time nayo. Tusubiri rungu zito kwa Al Ahly kutoka shirikisho la soka nchini Misri FA. Haya na mengi, usisahau kusubscribe TV ili uwe na familia wa Daud TV.